Jeshi la Iran lashambulia kambi za anga za jeshi la anga la Israeli kujibu uchokozi. Jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limetangaza kuanzisha Operation Nasri, yani Operation Ushindi, likisema limezilenga kambi za kimkakati za anga za utawala wa Israeli za Nevatim na Tel Nof kama hatua ya kujibu mashambulizi ya makombora yaliyolenga vituo vya rada vya Iran. Vikosi vya ulinzi vya Iran jana usiku vilitangaza na kuyatwanga kwa makombora maeneo kadhaa ya Israeli, ikiwa ni katika kujibu mashambulizi yanayoendelea ya Israeli dhidi ya Lebanon kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kufuatia operesheni hiyo, majeshi ya utawala wa Israeli yalitekeleza hujuma dhidi ya Iran na hivyo kulazimu vikosi vya Iran kujibu jibu kali. Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC iliyotolewa Jumatatu, kikosi chake cha anga na anga za mbali kilitekeleza operesheni ya kujibu uchokozi wa Israeli chini ya kauli mbiu ya operesheni ya Haidar Karar na heshima ya mashahidi wa vita vya siku 12 vya Juni 2025. Taarifa hiyo imesema, tumetekeleza operesheni hii kujibu uchokozi wa makombora wa utawala wa Kizayuni unaoua watoto uliolenga vituo kadhaa vya rada katika maeneo matatu nchini Iran. IRGC imesisitiza kuwa vitendo vyake vyote vya vita vipo katika hali ya utayari kamili kutekeleza mashambulizi mapana ya kutoa funzo katika nyanja zote, huku mipango ya hatua ikiwa imeandaliwa kulingana na mazingira tofauti ya adui. Taarifa hiyo ilionya kwamba adui Mzayuni ameanzisha mchezo hatari wa kulenga miundombinu ya kiraia na sekta ya mafuta, na kwamba wigo wa majibu utajumuisha malengo yote ya nishati katika eneo zima. IRGC ilisema pia kuwa dhima ya madhara ya kiuchumi kwa dunia itabebwa na mchochezi mkuu wa moto katika uwanja huu, yaani Marekani. Mashambulizi ya IRGC dhidi ya kambi ya anga ya Nevatim kusini mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israeli na kambi ya anga ya Tel Nof karibu na Tel Aviv ilikuja baada ya utawala wa Kizayuni kulenga maeneo ya magharibi na kati mwa Iran Jumatatu asubuhi, pamoja na kituo cha petrokemikali kusini mwa nchi. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti kusikika kwa milipuko katika miji ya Tehran, Isfahan na Tabriz kufuatia mashambulio ya Israeli. Jumapili, IRGC ilirusha makombora balistiki kuelekea kambi ya anga ya Ramat Davdi kaskazini mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, ikisema ni jibu wa kile ilichokitaja kuwa ni uhalifu mpana wa utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon, ikiwemo mauaji na kuhamisha raia. Akaunti ya mtandaoni ya shirika la ujasusi la IRGC ilitangaza kuwa Jumatatu wa mashambulizi ya kijeshi, kiusalama na ya mtandaoni yaliyofanywa usiku kucha dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu yalifanikiwa kikamilifu. Kikosi cha anga cha IRGC pia kimetangaza kulenga maeneo ya viwanda katika mji wa Haifa kwa makombora Jumatatu, kama kulipiza moja kwa moja mashambulizi ya adui dhidi ya sekta ya petrokemikali ya Iran. Chanzo cha kijeshi chenye ufahamu wa kina kilichonukuliwa na shirika la habari la Tasnim kimesema Iran ilitumia mchanganyiko wa makombora ya Mad, Kadrief na Haibar Shahan ya kizazi cha karibuni katika mashambulizi yake ya Jumatatu dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. IRGC imesema operesheni zote dhidi ya Israeli zimetekelezwa kwa mafanikio makubwa. IRGC imeonya kuwa ikiwa Israeli itaanzisha mashambulizi mengine, wigo wa kijiografia na kijeshi wa operesheni za kujibu za Iran utapanuliwa kwa kiasi kikubwa, na kwamba malengo yote ya Marekani na Israeli katika eneo hilo yanaweza kulengwa. Kamandi ya Hatam al-Anbiya ya majeshi ya Iran imetoa taarifa Jumatatu mchana na kusema kwa sasa operesheni za kijeshi dhidi ya Israeli zimemalizika, lakini imeonya kwamba Israeli itakumbana na mapigo makubwa na ya kujutia iwapo itapanua mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, na hasa katika kitongoji cha kusini mwa Beirut cha Dahiyehi. Nikwambie jibu kali la makombora la Iran kwa ukiukaji wa mara kwa mara usitishaji vita na jinai za Israeli nchini Lebanon ni funzo, ikiwa ni katika kunufaika na haki yake ya kujilinda na katika kujibu ukiukaji wa mara kwa mara wa usitishaji vita na jinai za kinyama zinazofanywa na utawala wa Israeli dhidi ya watu wa Lebanon. Vikosi vya jeshi vya Iran Jumapili usiku vilitoa jibu kali la makombora katika maeneo ya utawala huo katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Maeneo yaliyolengwa katika shambulio hilo kubwa la makombora kimsingi ni ya kijeshi na kistratejia ya utawala wa Israeli. Operesheni hii ya kuiadhibu Israeli imefanyika baada ya utawala huo wa Kizayuni kwa uungaji mkono kamili wa Marekani kukiuka mara kwa mara usitishaji vita katika ardhi ya Lebanon, ambapo umekuwa ikishambulia kiolela maeneo ya kusini mwa nchi hiyo na vitongoji vyake na kuwa kinyama makumi ya raia wasio na hatia. Katika kukabiliana na jinai kubwa za utawala ghasibu wa Israeli huko kusini mwa Lebanon na kuenea mauaji ya raia pamoja na kuhamishwa kwa nguvu wakazi madhulumu wa maeneo ya Sur na Nabati na maeneo mengine ya nchi hiyo, vikiwemo vitongoji vya mji mkuu Beirut, kambi ya anga ya Ramat Davdi na
ambako mashambulizi haya ya kinyama ya Wazayuni yamekuwa yakipangwa na kutekelezwa, imelengwa kwa makombora balistiki ya kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kukubali Iran usitishaji vita wa tarehe 10 Aprili kulitimia kwa masharti ya usitishaji mapigano katika medani zote za vita na hasa nchini Lebanon. Lakini pamoja na hayo, na kama ilivyo kawaida yao, Marekani na utawala wa Kizayuni hazikutekeleza ahadi zao na hivyo kuendeleza uchokozi na jinai zao kwa Lebanon. Ukiukwaji vita huo umekuwa ukitimia kwa kushambuliwa mara kwa mara maeneo ya pwani na meli za Iran katika lango bahari la Hormuz, bahari ya Oman na bahari ya Hindi, na vile mashambulio ya utawala wa Israeli kwenye ardhi ya Lebanon. Kwa hivyo, operesheni ya Jumapili usiku ilikuwa onyo la awali, na ikiwa ni uchokozi huo utaendelea kukaririwa, majibu ya Iran inadaiwa yatakuwa makubwa na makali zaidi, na yatajumuisha shabaha zote za Wamarekani na Wazayuni kwenye eneo hilo nyeti la Mashariki ya Kati. Itakumbukwa kwa baada ya vita vya siku 40 vya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, utawala wa Kizayuni na Marekani, usitishaji vita ulianzishwa kwa upatanishi wa Pakistan katika mazungumzo ya mjini Islamabad, na moja masharti muhimu ya wazi na yasiyojadiliwa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mapatano hayo ilikuwa ni kusimamishwa usitishaji vita kikamilifu katika ngome na medani zote za vita ikiwemo Lebanon, na vile kusitishwa mara moja hujuma za utawala wa Kizayuni dhidi ya watu madhulumu wa Lebanon. Vile waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amefanya mfululizo wa mazungumzo kwa njia ya simu na baadhi ya mawaziri wenzake wa maeneo mbalimbali duniani pamoja na kamanda wa jeshi kufuatia hatua ya Iran kujibu ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya usitishaji mapigano nchini Lebanon unaotekelezwa na utawala wa Kizayuni wa Israeli. Usiku wa Jumapili, Araghchi alifanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yevgeny Koper, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, mkuu wa jeshi la Pakistan Field Marshal Asim Munir, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot, waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdelat, waziri wa mambo ya nje wa Iraq Fuad Hussein, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud. Mazungumzo haya yalifanyika baada ya Iran kutangaza kuchukua hatua za kujibu dhidi ya utawala wa Israeli kufuatia mashambulizi yake kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut na mashambulizi yanayoendelea kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Araghchi amesisitiza msimamo wa Teherani kwamba usitishaji mapigano haupaswi kugawanywa kati ya maeneo tofauti ya mzozo. Ukiukwaji wowote unaofanywa na utawala wa Israeli nchini Lebanon unachukuliwa kuwa ni uvunjaji wa makubaliano yote kwa ujumla wake. Vile vikosi vya jeshi la Yemen vimetangaza marufuku kamili ya usafiri wa baharini wa Israeli katika bahari nyekundu, yani bahari ya Sham, vikisema kwamba harakati zote za adui kwenye eneo hilo sasa zitachukuliwa kwa malengo halali ya kijeshi baada ya kutekeleza shambulizi la kombora lenye usahihi dhidi ya maeneo nyeti ya Israeli huko Tel Aviv. Tangazo hilo lilitolewa Jumatatu ikiwa ni sehemu ya makabiliano mapana ya Yemen ya kukabiliana na uchokozi wa Marekani na Wazayuni dhidi ya muhimili wa mukawama unaojumuisha Iran, Palestina, Lebanon, Iraq na Yemen. Msemaji wa jeshi la Yemen Brigadier General Yahya Saree amesema mashambulizi ya makombora yalilenga eneo la Yafa linalokaliwa kwa mabavu ambalo limepachikwa jina la Tel Aviv, na amesema operesheni hiyo imetekelezwa kwa mafanikio na usahihi mkubwa. Kwa mujibu wa Generali Saree, operesheni hiyo ilitekelezwa kupinga mradi wa Kizayuni unaolenga kuanzisha kile kinachoitwa Israeli kubwa chini ya nadharia ya eti Mashariki ya Kati mpya. Aidha, amesema operesheni hiyo inalenga kuvunja mzingiro dhalimu uliowekwa na adui wa Kimarekani dhidi ya watu wa Yemen pamoja na mataifa ya muhimili wa mukawama nchini Lebanon, Gaza na Iran. Jenerali Saree amesema operesheni hiyo ilitekelezwa kwa kuzingatia kanuni ya umoja wa medani za mapambano katika kukabiliana na maadui na pia kama jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon, Iran na Gaza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Nini hasa ambacho kitaendelea? Tuendelea kukusogezea hatua kwa hatua update zote ambazo zinaendelea. Mimi ni The Rich Voice.